الحمد لله الذي خص شهر رمضان بالفضل والتشريف والبركات وجعله موسما للخيرات والطاعات وأفاض فيه من رحمته ورضوانه على أهل طاعته والقائمين بحقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Ndugu yangu Muislamu, na kuhusia wewe pamoja na kuhusia nafsi yangu kushikamana na kumcha pamoja na kumtii al-Haqq subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu wetu mkubwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutujalia kuifikia Ramadhani na mpaka kufika 12, na inshallah tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu na afya tuweze kumaliza 10 linalofuatia. Ndugu yangu Muislamu, wanafunzi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam walichukua mafunzo mema mazuri yakiwa bado ni mabichi kabisa kutoka kwa Jibril kwenda kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika namna ya utekelezaji wa ibada zao wanapokuwa katika nyakati tofauti na katika hali tofauti, hususan wanapokuwa katika mwezi wenye baraka kubwa na kheri kubwa kama mwezi huu wa Ramadhani. Nasi umati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunajifunza kutoka kwa wale walionyonya ilmu bora kutoka kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anatupa funzo kubwa kwa siku ya leo. Anatuambia ya kwamba katika mwezi huu wa Ramadhani kuna vigezo sharti vizingatiwe. Vigezo hivyo ili tuweze kufanikiwa katika yote tunayoyafanya katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani tunauita kama ulivyoitwa, ni mwezi wa baraka, ni mwezi wa kheri, ni mwezi wa kila unalokusudia. Walakin kuna kigezo au kuna vigezo maalumu vinavyoweza kutufikisha katika kuyapata hayo yaliyo ndani ya mwezi huu, mwezi wa kheri, mwezi wa Ramadhani. Akatuambia ania hiya al-aslu fi kulli amr. Nia katika utekelezaji wa mambo yetu ni asili ya mambo yote. Nia katika utekelezaji unafikirisha Allah subhanahu wa ta'ala anatizama kwenye moyo. Unatoa sadaka, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatizama kwenye moyo. Unaswali tarawih, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatizama kwenye moyo. Unasaidia wasiojiweza, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mutali'un ala qulubina, anatokezea na kuvitizama nyoyo zetu. Moyo ni kila kitu. Na hapa mwanafunzi huyu wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ananukuu aya katika suratu Shura aya ya 30. Akasema kwamba man kana yuridu harfa al-akhirah, yoyote mwenye kukusudia pato la akhera, yoyote mwenye kukusudia pato la akhera, nazid lahu fi harfihi, tutamzidishia kumpa katika pato lake hilo. Yeyote anayefanya jambo la kheri akakusudia kwamba mimi ninachokifanya hiki ni kwa ajili ya Mungu wangu, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatoa tangazo, anasema nazid lahu fi harfihi, tutamzidishia yeye katika pato lake hilo analotaka. Ukitoa
alhasana, jema moja utakalofanya ila 10 wa ziada, utapewa 10 mpaka mfano wake na zaidi, kwa jema moja utakalokuwa umelifanya, hususan hasa katika mwezi huu. Lakini kigezo kikubwa, ania hiya al-aslu fi kulli amr, nia ndio msingi wa mambo yote katika ufanyaji wetu. Walakin Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, waman kana yuridu hartha dunya, yeyote mwenye kutaka pato la kidunia anatoa, lakini ili watu wamuone, anaswali ili watu wamuone, anasaidia, kumbe yeye fikra zake ni za kidunia. Mwenyezi Mungu aliyetuumba anatuambia, nu'tihi minha, hiyo pato lake la kidunia tutampa, walakini aelewe, wama lahu fil akhirati min nasib, hana yeye mtu huyo akhira fungu lolote atakalokwenda kulipata. Ukienda akhira, Allahu akbar, ukienda akhira wenzako wanapewa malipo mema, wenzako wanaingizwa peponi, wenzako wanaingizwa katika kheri mbalimbali, wenzako wanakirimiwa na malaikatu Rahman. Wewe umesimama unasubiri hadi ya kusema kwamba mbona na mimi nilifanya katika masiku bora, mbona na mimi nilifanya hiki, nilisaidia hiki. Utaambiwa hapana, wewe ulishalipo kule duniani, leo huna kitu hapa. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hilo. Mwenyezi Mungu atengeze nyoyo zetu. Abdullah bin Mas'ud, huyu ni mwanafunzi mwema kama walivyo wanafunzi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anatupa funzo kubwa sana. Anatuambia, inna al-umura as-saghira qad takunu 'azimatan bihusni niyya. Wewe anachosema, mfahamuni anachosema huyu mwanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema, inna al-umura as-saghira, hakika mambo madogo kabisa, madogo, qad takunu, hakika mambo hayo yanakuwa azimatan, ni makubwa sana, lakini bihusni nia, kwa uzuri wa nia. Unachukua koko ya tende, koko yako na koko 2 za tende, jua limeshazama, ni wakati wa kufuturu, bi ikhlasi nia, kwa nia nzuri. Unachukua koko moja ya tende, unampa mwenzako na yeye afungue, na wewe unafungua kwa ile koko nyingine. Asema mwanafunzi huyu wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unaweza ukaliona ni jambo dogo sana, walakini kwa nia yako ilivyokuwa ni nzuri, basi utakwenda kulikuta ni jambo kubwa sana mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bihusni nia, kwa nia yako ilivyokuwa nzuri. Ndugu yangu, mtu si mwili, mtu si mavazi, mtu si bodi lake, mtu ni moyo wake, mtu ni moyo wake. Kwa maana hiyo ndio maana twasema ni kwamba huwezi kujua kipenzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mioyo hiyo inaitwa vyombo. Huwezi kujua ni kipi chombo kilicho bora, chombo kilicho safi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anatuambia, wa innal umura la'azima, na hakika mambo makubwa, qad takunu haqiratan, mambo hayo makubwa yanakuwa ni dhalili, yanakuwa hayafai, bisu'i niyya, kwa sababu ya nia yako ni mbaya. Unakuja unafuturisha watu 200, watu 300, muonekano ni mzuri sana, unaonekana ni mtu wa kheri sana, na hiyo halikatazwi. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala mutali'un, anatokezea na kuutizama moyo wako. Ikiwa moyo uko safi, utakayopata ni makubwa sana. Ikiwa moyo unafanya kwa sababu dunia itambue, unafanya ili jamii kutambue, unafanya ili majirani wakutambue, unafanya ili wale na wale usemwe, umulike katika vyombo vya habari, asema jambo lile kubwa linakuwa ni hakira, linakuwa ni dhalili sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha muslim, dunia iko wapi? Dunia iko wapi? Dunia haitutaki.
Dunia hii mnayoiona ndugu zangu Waislamu, hii dunia hamna jambo, hakuna jambo. Hivi sasa tunaswali Ijumaa inshallah, na tuhuenda Mwenyezi Mungu akatupa kheri, na tunataraji atupe kheri tumalize Ramadhani inshallah. Si wote tutakaorudi kuja kuswali katika Ramadhani ya mwaka unaokuja, si wote. Wengine watakuwa tayari tahta thara, chini ya mchanga. Wengine watakuwa wana maradhi, si hivi tulivyo hivi sasa. Wengine watakuwa hawajiwezi, si hivi tulivyo hivi sasa. Tunazo nguvu, tunao uwezo, tuna hali hii tunayo. Hebu twendeni tujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye hayo mambo. Riziki ambazo Mwenyezi Mungu ametupa, ametupatia riziki hizo, basi tupate radhi za Allah kupitia riziki hizo. Kupitia riziki hizo, ukitoa sadaka balaa inaondoka, mabalaa inaondoka. Tuzidishe baraka katika majumba yetu kwa kutoa riziki hizo kwa ajili ya Allah. Tujikurubishe, tuzidi kujikurubisha peponi kwa ajili ya riziki tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu anatuambia, man sadaqa fi sarirati, mtu ambaye anakuwa ni mkweli katika mambo yake ya ndani, yale siri zake, mambo yake ya akhera, akawa ni mkweli, asema nafa'ahu Allahu fi alaniyati, Mwenyezi Mungu anamnufaisha katika dhahiri. Watu wanamuona mtu huyu mtu mzuri, baraka unapata, kheri unapata, nyumbani kwako maradhi yanaondoka, huna shida yoyote, kwa sababu wewe kazi yako, fikira yako si dunia, fikira yako wewe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tu watu wa kheri. Mwenyezi Mungu atukubalie ibada zetu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatufufue pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayuha al-ikhwatu al-muslimun, qulu jami'an astaghfirullah. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله والنفس بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، خصيصا منهم ذي العصر العريق سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اجعل أمورنا بأيدي أخيارنا ولا تجعله بأيدي أشرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، وتقبل منا أعمالنا. اللهم تقبل منا أعمالنا ووفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم أجرنا من إحداق الفتن، اللهم أجرنا من إحداق الفتن، اللهم أجرنا من إحداق الفتن وتطاول أهل الجرأة علينا واستضعافهم إيانا. اللهم اجعلنا في حرز مني وحسن حصين من جميع خلقك حتى تبلغنا آجالنا معافى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تمنعنا عن العلم والعمل به بمانع ولا تقطعنا عنهما بقاطع. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وارفعنا بالتقوى
وجملنا بالعافية. اللهم جملنا بالعافية، اللهم جملنا بالعافية وسلامة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير فحاجاتنا إليك كثير، فحاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام، اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام، واجعلنا من الزائرين قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من الصائمين المقبولين، اللهم اجعلنا من الصائمين المقبولين، ولا تجعلنا من الصائمين المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. استجب دعاءنا، استجب دعاءنا واسمع فيه نداءنا وقوي أبداننا ولا ترد أيدينا صفرا إلى نحورنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعز وجل وأكبر. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.